kwani ataendelea kutuongoza. Kwa hiyo tumeimba vya kutosha, watu wameshuhudia na wengine wamefanya huduma nyingi ambazo tayari zimewabariki watumishi wa Mungu na wana wa Mungu. Kwa hiyo ni jambo la kupitia sasa neno la Mungu, na tutalisoma kutoka kitabu cha Mwanzo ile sura yake ya 2 ile mistari yake ya 10 hadi 14. Mwanzo ile sura ya 2, Mwanzo sura ya 2 mstari wa kwanza, mstari wa 10 hadi 14. Inasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Naanzia kwa mstari wa 10 nasema hivi: ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unazunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni jema. Huko kuna bedola na vito shoamu, na jina la mto wa pili ni Gioni. Gioni ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi, na jina la mto wa tatu ni Idikeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa 4 ni Frati. Bwana ni mto wa Frati. Bwana Yesu asifiwe. Katika hili neno ambalo tumekwenda kuisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura yake ya 2 kwa vistari vyake vya 10 hadi 14, nadhani vinatueleza juu ya mto mmoja ambao ulimea, ambao Mungu aliuweka katika shamba la Edeni, na kwa maishara ya Mungu, neno la Mungu limesema ya kwamba mto huo ambao umechukua nafasi kwenye chemchemi hiyo, lakini ukazaa mito 4 katika shamba la Edeni, na shabaha ya hiyo mito 4 ilikuwa kwa ajili ieneze baraka katika pembe 4 za hiyo shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Na pamoja na hiyo, nataka kwa siku ya leo tuongelee neno ambalo linasema sura ya kanisa la Yesu katika nyakati za kuzaliwa kwake. Hilo ni neno letu kubwa, lakini neno ndogo la siku linasema ya kwamba tujifunze neema ya Mungu kupitia mtu mmoja wa bustani ya Edeni ukizaa mito 4. Hiyo ndio neno letu ndogo la siku ya leo, lakini kwa sababu muda ni mdogo, mtaomba pale ambapo Mungu atatukamilishia neno hili, bado tutakuwa tumesimama ili tuendelee na mambo mengine. Kama ainisho ya kitu kinachoitwa maji au mto. Mto ni mkondo wa maji asilia yanayopatikana katika visiwa au chemchemi, ambao maji yake kuishia katika bahari na visiwa.
hiyo inaitwa ndiyo mto. Na katika ainisho la kijiografia, mto tunaweza tukauainisha kuwa hujulikana kama kijito kidogo cha maji kinachotiririsha maji yake moja kwa moja mpaka baharini. Katika hali ya kijiografia au ya wasomi, tunaweza tukaainishe mto kwa ainisho hilo. Sasa lazima maji kama yapo, lazima maji yanakuwa na kazi yake. Mungu ameyaweka maji kwa kazi maalum. Hiyo maji ina kazi nyingi ambayo tunaweza tukazitaja hapa, na yawezekana mimi nikawe na ufinyo wa kutaja kazi za maji, lakini walio wengi ambao wananisikiliza, yawezekana wanaweza wakaeleze mambo mengi ambayo maji yanaweza yakafanye au yakaweza yakahudumia mwanadamu au wadudu au majani na vitu vyote ambavyo vina uhitaji wa maji. Kazi ya kwanza maji kwanza ni chakula, kwa sababu sijui kama inawezekana mtu anaweza akaishi bila kunywa maji au asipokuwa na maji mwilini. Kama tunaishi kwa sababu tuna maji mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia maji ni kifaa ambacho kila mtu anakitumia kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kama kusonga, kupika chakula, kujenga nyumba. Hata wale ambao wanatengeneza barabara nao wanatumia maji. Hata wale ambao wanalima mashamba, ili shamba likamee vizuri na kutoa matunda, lazima lina uhitaji wa maji. Bwana Yesu asifiwe. Pia maji ni uhai. Maji ni uhai. Ndio maana ninasema ya kwamba bila maji katika mwili wa mwanadamu hana maisha. Pia maji hayo ni dawa. Kuna wengi ambao tumeishi pale nyumbani kwetu Kongo, yaani kulikuwa na epidemi ya mtu kuharisha damu, kuharisha kolera, yaani kuharisha kwingi tu ambapo kuna majina mengi. Lakini huyo kuharisha kukija, kinachoathirika ni nini? Inafikishia mtu kupungukiwa na maji mwilini, na hivyo ili apone anawekwa maji na huyo mtu anapata uponyaji. Kwa hiyo maji pia inakuwa ni dawa ya kumponya mwanadamu. Hata na wadudu, hata na wanyama nao wanafikia hatua hiyo na kupata maji, na inafikia nao wanakwenda kupona. Hata ile mimea ambayo tunayopanda, jua likiwaka sana, unakuta ile mimea inaanza kunyauka, na pili maji, mvua inaponyesha au ukimwagilia maji kule, unakuta vile vyenyewe vilikuwa tayari vilishanyauka tena vinasimama, vinakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yote ni kazi za maji. Basi katika hizo kazi za maji, nataka tuongee neno hili ambalo linasema tunapojifunza mito minne bustani ya Edeni, tunapata mwelekeo gani? Au hiyo mito inatufunza nini? Hiyo mito minne ambayo inatokea kwenye mtu mmoja. Mito minne iliyozunguka bustani ya Edeni ni kama Pishoni, kama tulivyosema. Wa pili unaitwa Gihoni, na mwingine unaitwa Hiddekel, na mwingine unaitwa Tigris, na mwingine unaitwa Efrati. Kulingana na Mwanzo ile sura ya 2, inawakilisha hiyo mito, inawakilisha vyanzo vya uzima, rutuba na usambazaji wa baraka ya Mungu kutoka Edeni kwenda duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mito minne katika mambo ya kiroho na kwa mtazamo wa Mungu na kwa mtazamo wa watu wa Mungu, ina maana Mungu alitaka aelekeze baraka zake miongoni katikati ya watu wote ambao wanaishi katika dunia. Yaani umeanza hapo, ulikuwa na shaka kwa sababu mtu mmoja.
ukiteremka tu, nafikiri kwa upande huu, ili ugawe zile baraka zake, itatoka kama mita 50, na upande huu mwingine itagawa baraka zake kwa mita 50. Lakini kwa sababu Mungu aliona walioko huko mbali hawatabahatika kupata zile baraka ukiwa mtu mmoja, lakini akakusudia kugawa mito minne katika ile mito, ule mto mmoja, ili kila umoja uweze ukagusa kwenye pembe ya dunia, na wengine ukagusa kwenye pembe ya dunia, na wengine ukagusa huko, na wengine ukafikia. Kwa hiyo utakuta ilikuwa na shabaha ya kusambaza baraka za Mungu katika dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Sina sauti nzuri, yaani kama inaenda kabisa, tanisamehe kwa hiyo. Kwa hiyo pale ambapo mtu unapopita ukitazama na kukagua, mimea inapandwa hapo kwa miezi 12 bila kusimama. Yaani ikiwa kiangazi, ikiwa katika kipindi cha masika, yaani watu wasimame wanaendelea kupanda mimea yao. Kwa sababu gani? Pale panapopita na mto, hata rutuba nayo inaendelea kugawa nafasi zake pale. Bwana Yesu asifiwe. Na pia pale ambapo pamepita mto, wale watu ambao wana uhitaji wa kula samaki, lazima pale watapata samaki, kwa sababu samaki wamejaa ndani ya mito kwa ajili ya kugawia watu baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia inapita pale kwa ajili ya kusambazia watu maji, kwa sababu watu wana uhitaji wa maji. Mtu anapokosa maji, lazima huyu hataishi. Huko kwenye kiganga, mwalimu wetu akatuambia ya kwamba vile tunavyopimwa vilo vyetu, ukienda pale hospitali, nadhani waganga mbele ya kukugawia dawa wanakupima kwanza kilo, ili dawa zienende na zile kilo zako. Ukipewa dawa ambazo zinapindukia kilo zako, yenyewe tena inakuwa ni sumu na utaenda kufa na hiyo dawa. Wanapima mtu. Na akatuambia ya kwamba vilo kama ukiwa na kilo 100 au 10, uchukue 70% ya hivyo vilo vyako ni vilo vya maji ambayo yako katika mwili wako, lakini mifupa na minofu ina hivyo vilo na 30%, lakini 70% inakuwa ni ile maji ambayo mwanadamu anakuwa nayo ili kuendesha maisha yake katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuta maji kama maji yana baraka tele kwa kila kiumbe ambacho Mungu alikwenda kukiumba. Tukisoma Yohana, aliye tayari kusoma Yohana, ile Yohana Injili sura yake ya 4 aya yake ya 10 ishia mpaka 14, aliye tayari. Kwa hiyo hiyo vitu vinne ilikuwa kwa ajili ya kugawa baraka katika dunia nzima. Ilikuwa na lengo la kugawa baraka za Mungu katika dunia nzima. Kila yule asiseme kwamba mimi sijaguswa na baraka za Mungu. Twende Yohana Injili ile sura ya 4 mstari wake wa 10 ishia 14. Hiyo Yohana 4 kuanzia 10 asema, Yesu akajibu akamwambia, kama unalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye anayekupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu? Wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. 14. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuta kazi ya maji ni kubwa katika viumbe ambavyo Mungu ameviumba. Hata Yesu naye kwa sababu alikuwa amevaa mwili, pindi alipoishi hapa duniani alikuwa na haja ya kunywa maji ili aendeleze maisha yake katika mwili. Hata wale wasultani, maraisi na wengine ambao tulikuwa tukifikiria yawezekana hata kukunya hakunywi au kula hali, lakini huyu ukimkuta fika nyumbani au kwenye masoko utakuta kila mmoja anakimbilia kwenda kuchukua maji ili akizi mahitaji ya maisha, kiafya na kuendelea. Kwa hiyo maji Mungu ameiandaa ili yawe baraka kwa viumbe vyake wasiweze kuteseka, hata kwa mimea, hata kwa wadudu, hata kwa kila kitu. Hata udongo nao unalalamika kupata maji ya kunywa. Hebu angalia, fika sehemu ambapo yaani maji ile mvua inyeshi, utakuta udongo wenyewe una mipasuko. Kwa sababu ya nini? Unahitaji maji, udongo nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizo ni baraka za Mungu ambazo amewabariki viumbe vyake ambayo aliviumba visiweze kuteseka. Na ina mfano wa kanisa. Kanisani hapa ni chemchemi ambayo inataka kuzalisha miito minne ambayo itatoka hapa na kwenda kubariki watu walioko nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka hapa patokee na mito ambayo itakwenda kugusa pembe nne za dunia, kuwatangazia wanadamu neema ya Mungu na baraka na rutuba na vyakula na uzima ambao huko katika maji tunayoyachota ambayo yamechukulia chemchemi ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ni maji ambayo inagawa baraka kwa watu walioko mbali na sisi? Unazigawa hizo baraka kweli? Hebu angalia kama wewe hujambariki mwanadamu, hujambariki mtu mwingine ambaye anahitaji neno la Mungu, anahitaji kumjua Yesu Kristo kupitia maji ambayo utayampeleka miisho ya dunia. Hebu jifunze uone namna gani utawita mwingine aje akakae karibu, tukaende kufurahia sisi wote katika uzima wa milele ambao Mungu ametutuma tugawe hizo baraka na neno lake kwa watakatifu ambao bado hawajajua neno lake, wajiunge na Yesu Kristo na wao wakapata ile njia ya umilele. Sisi ni mito ambayo ndani yetu tunatakiwa tugawe samaki kwa wanaohitaji wa samaki, tugawe maji kwa wale wanaohitaji maji, tugawe rutuba kwa wale walimaji wanaohitaji rutuba. Lakini kama umekauka ni aibu, na utakuta udongo umepasuka kwa sababu una uhitaji wa maji, na maji uyapate wapi? Sisi ni maji ambayo tunawakilisha lile neno la Mungu la kugawa maji ya uzima kwa wale wasio na uzima ambao bado wako katika ile mikono ya shetani. Hawana nani wa kwenda kuwafungua katika mikono ya shetani, lakini baraka zako, ile injili utakayoipeleka ndio itamfungua katika vifungo vya shetani na kumleta kwa Yesu ili afurahie maisha ya milele. Na Mungu akubariki sana. Kitaalamu, kwa hali ya kitaalamu ni mito halisi. Hiyo mito ukifika pale katika shamba la Edeni, utaenda kuiona ni mito sawasawa na mito ambayo tunaogea ndani, ambayo tunaweza tukachote maji, kila kitu ambacho tunaweza ukakipata kupitia mito utakipata kuoga, utaoga pale. Ni mito halisi. Lakini pili, tulipokuwa nyumbani tukisikia Yerusalemu, tunaichukulia labda Yerusalemu ni Yerusalemu wapi? Kumbe ni nchi ambayo tunaishi kama Israeli. Na hiyo mito nayo ukializia ni mito ya kawaida kama ile tunayoijua ya nyumbani kwetu pale. Sisi tuna mto ambao unaitwa Sanja, wengine unaitwa Tigitigi, wengine unaitwa Jonga, Bisana na kadhalika. Kama ninaweza nikajiita hiyo mito kwa majina ya nyumbani kwetu, si ajabu na usikie kweli. Ni mito halisi kijiografia
huko tafsiri zake kiroho zikiunganishwa na pembe nne za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ina mwelekeo ya kuonyesha watu ili hiyo mito minne izaliwe. Ilitaka kuwafahamisha watakatifu wa Mungu ya kwamba kazi yetu haijaishia hapa. Lengo la kazi la kumpokea Yesu Kristo na kuwafanya wengine kumpokea Yesu Kristo si hapa itazunguka hapa, lakini natakiwa itoke hapa na ielekee maeneo ya miisho ya dunia, ili watu wote pindi Kristo atakapokuja asiwepo na mtu ambaye atasema kwamba mimi sijasikia neno la Mungu. Kwa hiyo tuchukulie chemchemi hapa na twende tuitangaze maeneo ya mbali, watatusoma kupitia tabia na mwenendo wetu na mwelekeo wetu na jinsi tunavyomwabudu Mungu wetu. Ndipo tutakapoona huko barabarani na nasema hata kutembea kwa yule unafanana kama mmoja wa Yesu Kristo. Hata kuongea kwako kutaonyesha ya kwamba huyo ametawaliwa na Kristo. Lakini sijui watu kanisani takuta wengine kuliko kugawa baraka za Mungu, lakini anagawa maneno ya uzushi. Maneno ya uzushi. Hizo ndizo baraka unazozichota kwenye chemchemi hii, ikaenda kuwagawia wengine zile baraka za Mungu. Chukula. Simama kama mtakatifu wa Mungu. Simama kama mwenda mbinguni. Simama kama aliyeokoka. Angalia kama aliyokatamizwa na Yesu Kristo. Na uongee kama mtumwa wa Yesu Kristo kwa watu wa nje ya kanisa. Hebu tuangalie hiyo mito iligawa nini kwenye hiyo miisho ya dunia. Hiyo mtu ambaye anaitwa Pishoni, unasemekana mtu huo unazunguka nchi ya Havila ikihusishwa na mkondo mkali wa maji au utajiri. Kwa hiyo ndani ya neno la Mungu una utajiri mkubwa. Walio wengi tunatafutia utajiri, labda nimwangalie yule nimstaki kuserikali ili kupitia huyo niende sasa nikapata utajiri. Lakini utajiri wako utadunda nao katika dunia, lakini katika uzima wa milele utakumbuka ni nini nilichokifanya ambacho kimeniletea faida hii ambayo haina thamani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu uligawa utajiri. Kwa hiyo sisi lazima tugawe utajiri wa Yesu Kristo kwa wasioamini. Tugawe utajiri wa Yesu Kristo kwa wale wanaoamini ambao wanauhitaji. Wapokee utajiri wa Yesu Kristo kupitia wewe. Na wengine watafikiri labda utajiri nao uongelea ni ule wa kuwa milionea. Aitwa sijui Bill Gates ambaye ana magari mengi na ndege nyingi. Jibu la utajiri wa neno la Mungu ndio utajiri wa zamani, kwa sababu wenyewe unaanza maisha mema katika dunia na unaelekea katika maisha ya umilele ukiendelea kuishi kwa amani. Lakini ule utajiri ambao tunafikiria ni wa muda tu, utaishia hapa. Ndio maana mtu anapokufa unaenda unakuzinga hata ile leso ambayo ina thamani ya pesa ndogo, na wewe una bilioni na mabilioni. Wala sijaona mtu amefungwa pamoja na nyumba yake wakaenda kumweka kwenye kaburi. Lakini tunayesafiri naye, tunayeishi naye, tunayeongoza naye, ambaye atatutawala ni Yesu Kristo, ambaye tungemchagua kuwa tajiri na utajiri wake tuendelee nao ili tuende tukatajirike hata mbinguni, kwa sababu tutagawiwa taji mbinguni. Utajiri tutaweka kutunza nao mbinguni ambao tumetoka nao hapa. Sio waziri nyumba na magari na kadhalika. Kwa hiyo ufikiriwa ni neno ndani ya Yeremia ya Yemen. Yaani hiyo Havila walio
hata chemchemi za hii petroli ambayo ndio mali ya dunia. Huwezi kupata mali hii ya petroli sehemu ambapo hakupita maji. Yaani pale ambapo panapita maji na pale ndipo panazalika hata ile petroli ambayo inaendesha gari, inaendesha nini. Ndio maana nasikia Saudi Arabia yaani ni tajiri kwa mali za maji ya kuendesha magari au petroli. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine ni Gioni. Gioni unazunguka nchi ya Kushi, ukifananishwa na Uajemi au Uajemi. Kushi ni watu weusi kama sisi. Mungu akaona ya kwamba hata kama mto huo shamba la Edeni limekuwa katika Middle East, lakini lazima mito hii ifike maeneo yote ili wabariki watu wangu wote, kwa sababu Mungu hakumuumba mtu mweupe tu. Rangi zote ambazo tunaziona kwa wanadamu, yaani Mungu ameziumba, na hivyo akakusudia kila mtu afikiwe na hizo baraka ambazo zimechukulia chanzo chake kwenye chemchemi pale katika shamba la Edeni, lakini wafikie hata walioko Afrika nao wakapata hizo baraka za Mungu na neema za Mungu ambazo amezigawia wale viumbe wake. Hata Kushi kwetu hivi kwa watu weusi Uajemi. Mto wengine ambao unaitwa Ilekeni au Tigrisi unapita mashariki mwa Ashuru, ukifananishwa na Ugiriki. Ashuru iko ndani ya Iraq au na kadhalika. Yaani ni kama vile nataka niko naonyesha tu vile hiyo mito ilikwenda kutembea. Huu mwingine ukacherekeza ngambo za Iraq. Na ile baridi yake na zile baraka zake utasikia hata marejioni, na wale ambao wanajitolea kwenda kutembea wanakuta ni mali nyingi, baraka nyingi ambazo zimegawiwa na hii mito. Mto mwingine wa Efrati, huu ndio unajulikana sana. Hata mwenyewe hajasoma neno la Mungu au hajasoma kitabu cha historia, anasikia hata kwa watu, kwa sababu ni mto ambao uko zoefu katika vinywa vya wanadamu. Mto wa Efrati ni mto maarufu ambao nao hupatikana au ni chelekezo umepita Mesopotamia. Mesopotamia ni Iraki ya leo. Hivyo zikiwa na zile ziara tu za kwenda kugawa baraka za Mungu, kuwafikishia wanadamu ambao wana uhitaji wa mkono wa Mungu kupitia baraka za hiyo mito, watu wanufaike, wale walimaji wapate rutuba, wale wakunywa maji wapate yaani uhai, wale wa kutafuta samaki waingie wakabahatika kwa samaki, wale ambao wanahitaji majani ya kula waende wakaone jinsi majani yamemea pale na yanachukua mwili mzuri ambapo kila mtu anaweza akatamani kwenda kuchuma na kutengeneza chakula na kula chakula kizuri. Bei ya kisasa katika bustani ya Edeni ina uhusiano gani na maisha ya Ukristo? Tunaweza tukajiulize hiyo mito minne ya bustani ya Edeni ina uhusiano gani na maisha ya Kikristo? Lazima Mungu anapotengeneza kitu fulani anakitengeneza kwa manufaa maalum, kwa msaada kwa mwanadamu, kwa kumbariki mwanadamu. Sasa mito hiyo katika hali ya Ukristo wetu, mahusiano yake, mito hiyo inawakilisha utoaji wa uhai kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Pia mito hiyo inawakilisha kiroho baraka za mwanadamu, kumgawia mwanadamu wengine baraka ambazo Mungu amezitoa, hata toa kwa watu wote. Yawezekana akamchagua huyo leo, lakini kile ambacho umepewa na Mungu kiende kikambariki mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kile
ulichopewa kikambariki mtu mwingine. Lakini kanisani na huko manyumbani kuna watu ambao wamepewa madarasa, labda yeye ni mhubiri mzuri, ni mchungaji mzuri, lakini kile mzigo aliyoupewa na Mungu anauchukulia kama mzigo wa binafsi, ambao huwezi kumbariki huyu, hauwezi kumbariki yule, hauwezi kumbariki huyu, lakini umekuja kwa ajili ya uwabariki wale walioko mbali, waje wakaionje neema ya Yesu kupitia mzigo ulioupewa na Mungu akawia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu amechukulia mambo mengi hapa, ameileta mifano ya hapa kwa sababu sisi ni wafinyo wa kuelewa. Sijui atakwambia cha mbinguni utakielewa kweli. Kama angeongea kwa lugha ya mbinguni ungeielewa kweli. Kama angesema vitu ambavyo viko mbinguni ungevielewa na utaviona. Lakini amechukua mazingira ya hapa ili uwe na urahisi wa kusikia na kuelewa na kuelekea kwenda kupokea baraka ambazo amezipitisha kwa huyo hawezi kukugawia na wewe ukache baraka ukizichukua unaipa mwingine na wewe unaleta huyo na huyo, na ndivyo hivyo baraka za Mungu zinaenda. Uzikawe kwa huyu naye anaenda kugawa watu watano au wanane, yaani utakuta baraka ambazo zimempitia huyu kwa sababu wewe unajua malengo ya Mungu kwako yanaleta watu dunia wanakitambulisha, na Mungu atakwenda kushukuriwa kwa ajili ya kazi anayoifanya. Amen. Yaani na asilia ya ugawaji baraka, nagawa baraka na pia inagawa neema. Hiyo wito kiukristo ni hali ya kugawa neema ya Mungu kwa watu wengine. Unatakiwa ugawe neema ya Mungu ambayo Mungu amekuneemea, uigawe kwa watu wengine, kwa watu wengine wasikumjua Kristo, ili waje wakaungane na watakatifu wengine. Lakini tuna hasara kanisani wa Mungu leo. Milango ya makanisa inafungwa kwa sababu ya vitabia visivyofanana na vitabia wa Wakristo ndani ya makanisa, na ambayo imekuwa milango ambayo imefungwa kwa kufuli. Hata kufuli nazo zinatengenezwa bandia, sijui zinatengenezwa hata kwa kufunde. Wanaleta sundi na wanafunga kisha anaenda anakaa. Milango inafungwa ya kanisa kwa sababu ya tabia zetu zisizoendana na utakatifu. Tunafunga milango ya kanisa kwa sababu ya mienendo yetu isiyofanana. Lazima tuwaweke walioko Zaburi huru, wakisoma kwetu, wakitusoma sisi, wakiangalia mienendo yetu, wakiangalia masemo yetu, maongezi yetu, kutembea kwetu, ndipo kutasababisha wale wasome ile nyota ambayo wale mamajusi waliisoma kipindi Yesu alikwenda kuzaliwa. Hawakujua njia, lakini ile nyota imewaka kwenye nyumba kule na ikawa njia ambao iliwaongoza pale ambapo Yesu amezaliwa. Kwa hiyo unaitwa kwa nyota ya kuwaita wengine kutoka katika dhambi waelekee pale ambapo Yesu amezaliwa, na amezaliwa kanisani, ambapo ndipo kuna neema, ndio kuna mkate wa kulisha walio na njaa, ndio kuna maji ya kuwapa uzima wasio na uzima, ndipo kuna chakula cha kuwalisha walio na njaa, ndipo kuna neno la baraka la kuwafariji wale waliokatishwa tamaa. Walikuja wapi? Kama wamelikosa hapa, watalipata wapi tena? Walipata wapi wasipolipata hapa? Hebu rekebisha mwili wako ili uweke milango ya kanisa wazi, watu waachane na Yesu asiendelee kukawia. Anakawia kwa sababu bado Asumani yuko nje. Anakawia kwa sababu Jean-Pierre bado yuko nje, na anawivu hata na yule asibaki, lakini aondoke na wote pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia sura
na usipovigawa hapa, nione sana. Au nafikiria utakuwa na bahati sawasawa na yule Lazaro na yule maskini. Akakuta mmoja yuko kwenye kifua, yeye akafikiri yote ambavyo alivitenda hapa, alivyokuwa navyo vitatekelezea njia ya kufika mbinguni, lakini alipokwenda kuona yule aliyemdharau sana katika dunia ndiye ameneemika katika macho, kwenye macho ya Mungu. Kwa hiyo vyote na vyao tulivyo navyo na elimu ulio nayo na utaalamu ulio nao na kila kitu ulicho nacho ni makapi na vinapitwa na wakati. Kuna muda wa kuishi umilele, ndiyo tungeufurahia zaidi wa maisha ile ambayo tulipewa miaka 70, lakini ukiwa na nguvu sana ifike 70. Kama tungekuwa na kununua maisha, nani angekufa kwa hiyo miaka 70? Tungenunua. Ndio ungekuwa mradi wa kwanza. Kila unapofanya kazi, pesa zako za kwanza unapeleka wapi? Kwenye ile duka ya kugawa maisha marefu kwa mtu. Lakini utayapata wapi? Kupitia pesa zako. Aina magari, jibu la na ng'ombe hauipati. Yaani ile neema ya Mungu inayotiririka kutoka katika uwepo wake kwenda duniani kote, lazima tuugawe na sisi ambao tumefikiwa na mito hii, ambao tuko na mito hiyo, ambao sisi ndio mito hiyo. Iko hapa kanisa, itoke hapa iwalete wengine, awakusanye na awalete, ili tuondoke pamoja. Mito hiyo tena inaashiria Roho Mtakatifu, neno la Mungu na kuenea kwa Injili, kuleta uzima na ukombozi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la mito hiyo ambayo imegawiwa iende sehemu zote. Mungu ameigawa kwa sababu wewe ndiye mtu hapa, uende huko ukawagawiwe watu nini? Uwagawiwe Roho, wagawiwe Roho Mtakatifu, kwa sababu wale waliookoka na kubatizwa ndio wanapokea Roho Mtakatifu, ambao inatuomba tutumwe na sisi twende tukawalete na tuwagawie Roho Mtakatifu ambao tumeipokea kwa bure kutoka mikono ya Mungu. Na pia neno la Mungu, hapa ndipo kisiwa cha kujifunza neno la Mungu. Hapa ndipo palipo na chemchemi ya neno la Mungu ambayo tutaondoka nayo, tunaelekea kama mto wa ile Goeni na kuelekea mahali ili tuende tukagawe neno la Mungu kwa wengine. Lakini kuna maneno mengine au neno la Mungu kwa watu wengine wanalichukulia hapa. Akiona watu wa familia yake wanakuja, analimwaga ili watu wanufaike. Lakini lile ambalo akiona wengine ambao wanaweza wakanufaika nalo, kama anaficha, anaongea yale ya juu, lakini ambayo hayawezi akawafanya wengine wabarikiwe. Lakini neno la Mungu alitolewe kwa kuficha, yaani kwa kuchagua nani ndio anastahili hilo. Na ndio inakuwa sana ambayo inafanya hata makanisani walio wengi unakuta ni wale tu na vijana, lakini nao wawakilishi kutoa neno la Mungu, na wao ndio wana kazi kubwa na nguvu. Wengine wakiona hata wachungaji hao wengine si wa familia hii, hawawezi wakasogezwa sehemu, nao wanatupa hivyo. Lakini si wachungaji tuna hasara katika hilo, lakini tujue ya kwamba tumepewa hilo neno ili tuwagawie wengine, nao wakapate uzima wa milele kupitia wewe kumwelekeza kwa Yesu kwa ujumbe uliopewa. Umeshaleta wakati kwa Yesu kwa tabia zako, mwenendo wako na kuongea kwako. Umeleta wakati. Nani ameleta mmoja? Aniambia hapa mimi nimeleta mmoja. Kulingana na tabia nilizosoma, maongeo yangu ambayo yanafanana, kutembea kwangu ambako kunafanana, hata kuangalia kwangu ambako kunafanana. Hiyo usikate tamaa.
nadhani sijaleta